بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: التشبه بإقامة الأعياد التي يقيمها وعليكم السلام. التشبه بإقامة الأعياد التي يقيمها غير المسلمين au musharakatihim biha, kujifananisha kwa kuweka idi ambazo wanaziweka wasiokuwa waislamu au kushirikiana nao katika idi hizo. Waislamu ni haramu kujifananisha na makafiri kwa kuweka idi ambazo wanaziweka ambao sio waislamu au kushirikiana nao katika sherehe hizo. Qala wa hadha muharram, jambo hili limeharamishwa. Wala yahillu li ahadin an yuqima idan min a'yadi an-nasara, si halali kwa yote kuweka idi katika idi za manasara. Wala an yusharika fihi, wala kushiriki katika idi hiyo. قال: وبعض المسلمين يصنع عيدا للعمال في المؤسسات والشركات أو في المنازل. baadhi ya waislamu wanaweka idi ya wafanyikazi katika miasasa na mashirika au katika nyumba. وهذا تمكين لهم من إقامة شعائر دينهم الشركية, hii ni kuwamakinisha kuweka alama za dini zao, dini yao ya ushirikina. Waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kama thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. baadhi ya waislamu wanaweka dini za wafanyikazi katika miasasa yao na mashirika yao au katika nyumba, wanaweka hiyo, na hii ni kuwamakinisha hao wasio kwa Uislamu kuweka alama za dini yao ya ushirikina, alama za dini zao za ushirikina. Na mwenye kujifananisha na watu, huyo ni katika wao, kama ilivyothubutu hilo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. rawahu Ahmad wa Abu Dauda biisnadin jayyid. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أقل ما يقتضي هذا الحديث تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره تكفير من تشبه بهم. uchache wa inavyohukumu hadithi hii ni kuharamishwa kujifananisha na hao wasiokuwa waislamu, ingawa dhahiri yake inaonyesha ni kumkufurisha huyo mwenye kujifananisha na hao, lakini si hadithi haimkufurishi, isipokuwa inaelezea uharamu wa muislamu kujifananisha na wasiokuwa waislamu. Si kwamba anapojifananisha moja kwa moja anakuwa ni kafiri. Sheikh al-Islam amebainisha maana ya hadithi hii, si kwamba muislamu akijifananisha na hao makafiri moja kwa moja anatoka katika dini, lakini ni kuonesha uharamu na madhambi yanayopata kwa vile kujifananisha na hao makafiri au kushirikiana nao katika hizo sikukuu zao na sherehe zao. Qala: wala yahillu musharakatu ahli alkitab wala almushrikin fi a'yadihim, sio halali kushirikiana na ahlul kitab wala washirikina katika sikukuu zao. Walau biihdai aqalli hadiya, hata kama kwa kumpa hidaya na zawadi ndogo, hata kama kwa kutoa zawadi ndogo tu tayari ameshirikiana nayo. Au tahniatin bil kalam, au kumpongeza kwa maneno, kadhalika akimpongeza kwa maneno tayari ameshirikiana nao. hii ni qat'an lidabiri shirki wa izzatan wa tamyizan ala ahli dhalal wa imtithalan li amri llahi wa rasuli.
kukata ule mizizi wa ushirikina na kuonesha izi, utukufu na kujipambanua na hao ahlul dhalal, watu wa upotevu, na pia kufuata amri ya Allah na mtume wake. Allah anasema nini? Qala ta'ala, wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun, wasiwe kama wale waliopewa kitabu huko nyuma, fatala alayhimul amadu, muda ukawa mrefu kwao, faqasat qulubuhum, nyoyo zao zikawa ngumu, wa kathirun minhum fasiqun, na wengi katika hao ni watu mafasik wa maasiya. Qala ibn Kathir rahimahullah, naha Allahu almu'minin an yatashabbahu bihim fi shay'in min al-umuri al-asliya wal-far'iyya. Allah amewakataza waislamu kujifananisha na wasiokuwa waislamu katika jambo lolote katika mambo ya asli na mambo ya far'i. Kwa muislamu anatakiwa asishiriki katika masherehe na sikukuu za makafiri kwa njia moja au nyingine, asishiriki kwa aina yoyote, hata kama ana jirani yake kafiri, kushirikiana naye na kushereheka naye na kuchukua chakula kwake katika sherehe hizi za washirikina, hizi za Christmas na Pasaka na nyingine zote hizi, muislamu hafai kushiriki kwa njia moja au nyingine. Na baadhi ya waislamu wanafanya hivyo, na kuwapongeza, ambazo hizi zote ni sikukuu za ushirikina, zote ni za urongo, wala hazina asili yote. Hata katika vitabu vyao pia hakuna sikukuu hiyo ya Christmas wala nini, ni wao wenyewe tu, ujinga wao. Kwa hiyo muislamu ushiriki katika sherehe hizo na kuwapongeza ni haramu, anapata madhambi. Jambo la 4, tasrihu sha'ri ala wajhi tashabbuh bil kuffar, kuchana nywele kwa njia ambayo inakujifananisha na makafiri. Tasrihu sha'r ala wajhi tashabbuh bil kuffar, kuchana nywele kwa njia ya kujifananisha na makafiri. Wa hadha manhiyun anhu, jambo hili pia limekatazwa. Lianna almuslima ma'murun bimukhalafati alkuffar fil hay'ati al'amma, muislamu ameamrishwa awakhalifu makafiri katika mapambo haya amma yanayoenea. Kila kitu ambacho ni cha kafiri muislamu anatakiwa ajiepushe nacho, asijifananishe na wao. Wa ma'murun bil'itizazi biawamiri dinihi wa shara'ihi, muislamu na mwenye kuamrishwa kupata utukufu kwa kutekeleza amri za dini yake na sheria yake. Muislamu anatakiwa ajivune na kujifakharisha kwa kutekeleza amri za dini yake na dini ya Allah na sheria yake, lakini sio kujifananisha na hawa makafiri, bali anatakiwa muislamu awakhalif makafiri. Akiona jambo hili la makafiri, haraka analiwacha. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق أهل الكتاب في سدل الشعر ثم خالفهم. Imethubutu kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم aliwawafiki hao ahlul kitabi katika kuteremsha na kuziwachilia nyele. Thumma khalafahum, kisha akawakhalifu pia katika jambo hilo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas radiyallahu anhuma. فدل على أن مخالفتهم في هيئة الشعر وتصفيفه مقصود للشارع. hadithi inafahamisha kwamba kuwakhalif hao mayahudi na manasara katika pambo la nyele na kuziweka sawa zile nyele. Tasfif ni ile kuziweka nyele kwa nidhamu maalum, kuziweka nyele kwa nidhamu maalumu. Labda mtu anazichana upande huu tu kama vile wanavyofanya makafiri, upande huu tu anachana, nyingine huko anawacha, au kadha. Aina yoyote ya uchanaji nyele wa kikafiri ndiyo makusudio ya hadithi, kwamba muislamu asijifananishe nao. qat'an litashabuhi adh-dhahiri alladhi yurithu tashabuhan fil batini wa mawaddatan kama huwa dhahirun mushahad. Hili jambo ni kwa ajili ya kukata
ili kujifananisha kwa dhahir, ambako kunasababisha kujifananisha kwa ndani. Mtu akijifananisha kwa dhahir, anajifananisha na makafiri kwa sura ya dhahir, pia hiyo itasababisha kujifananisha nao fil batin, ndani ya moyo wake. Wa mawadda, pia inasababisha kuwapenda, kama huwa dhahirun mushahadun, kama ilivyo dhahiri inavyoonekana kwamba wengi wanaojifananisha na makafiri kwa dhahir, halafu hatimaye nyoyoni pia wanakuwa wanajifananisha na wao na wanawapenda na kuwatamani kwamba na yeye aishi kule na yeye awe nao katika mambo yao. Hiyo ndio kwamba kujifananisha kwa dhahir kunasababisha pia kujifananisha kwa ndani na kupenda yale wanaoyafanya na kupenda tabia zao. Moja kwa moja hatimaye ni mtu kutoka katika dini. A'adhana Allahu wa iyyakum min ar-ridda. At-taswir, katika makosa ya baadhi ya Waislamu, at-taswiru, kupiga picha. Kosa la kwanza, taswiru dhawati al-arwah fi ghairi dharura, kupiga picha vitu vyenye roho bila ya dharura yoyote. Taswiru dhawati al-arwahi fi ghairi dharura, kupiga picha vitu vyenye roho, watu, wanyama, wadudu, kila kitu chenye roho ukipiga picha bila dharura yoyote ni katika mambo ambayo Uislamu umeharamisha. Qala wa hadha mimma amma min al-maasi, hii ni katika maasi yaliyoenea kwa Waislamu wengi. Wastushila bihi, na kuonwa ni mepesi. Hatta tuqidat ibahatuhu, mpaka ikaitakendiwa uhalali wake jambo hilo la picha. Au juhila tahrimuhu, au haujulikani uharamu wake. Baadhi ya Waislamu wanaona kwamba ni jambo la halali, limehalalishwa, au hawajui kuharamishwa kwake. Lidhu'fi ihtimami akthari almuslimin biakhiratihim, kwa sababu ya udhaifu wa kushughulikia na kupatiliza Waislamu wengi akhira yao. Wengi hawatilii umuhimu akhira yao, wama yunjihim fi dhalika alyawm, na yatakayo waokoa na siku hiyo ya kiyama. Qala wat-taswiru bijami'i anwa'ihi lidhawati al-arwahi la yahillu, kupiga picha kwa sampuli zote, kuzipiga picha vitu vyenye roho sio halali. Lighumumi al-adillah allati lam tufarriq baina ma lahu dhillun wa ma laysa lahu dhillun, kwa kuenea kwa dalili zinazoharamisha ambazo hazikufaridhisha baina ya vitu vyenye vivuli na vitu visivyo na vivuli. Fakullu ma summiya taswiran fala yajuzu fi'luhu wala ittikhadhuhu qasdan lahu wa talaban lahu, kila kinachoitwa ni taswir, kila kinachoitwa ni picha, haifai kukitumia kitu hicho wala kukifanya qasdan lahu wa talaban lahu, kwa kukikusudia na kukitafuta na kukitaka kitu hicho. Wal ahadithu dallatu ala dhalika kathira, hadithi zinazofahamisha hilo ni nyingi. Minha hadithu ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala alladhina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah, wanaofanya picha hizi wanaadhibiwa siku ya kiyama, au wataadhibiwa siku ya kiyama. Muttafaqun alayhi, wanaofanya picha hizi yu'adhabuna yawm al-qiyama, wataadhibiwa siku ya kiyama. وقد تقدم غير ذلك من الأحاديث في المسألة الخامسة من الأخطاء المتعلقة بالحج. متنولية سيوكوا هايو كتك حديثي، سيوكوا هيو كتك حديثي katika masala ya tano katika makosa yanayohusiana na haji. Tukaelezea kwa kirefu kwamba mtu anakwenda kule alafu anajipiga picha na kuirusha huku kwa watu waone jinsi anavyofanya ibada, wala hafanyi ibada ni kwa sababu apigwe picha tu kwamba yeye anamuomba Allah au anasoma Qur'ani na hasomi. Qala wala yubahu min at-taswiri illa ma kana dharura, haihalalishi katika sura picha isipokuwa iliyo ni dharura,
isipokuwa picha ya dharura, kataswiri liljawaz, kama picha ya passport au alhafidha au ID au nahwi dhalik, au mfano wa hivyo. Mimma la budda minhu, katika vitu ambavyo hakuna budi navyo. Hivyo huwezi ukaacha kupiga picha, kwa sababu inatakiwa picha yako katika passport, inatakiwa picha yako katika license. Katika vitu hivi vya dharura hivi hakuna budi navyo, na ni passport size, si ya mwili mzima. Ma'a karahatihi, pamoja na umakruhu wake, wa adami ridha bihi, na kutoiridhia, pamoja na umakruhu wa jambo hilo na kutoridhiwa jambo hilo. Wala yalzamu tatabbu'u as-suwar allati 'ala al-'ulabi wal-karatin wal-jara'id wa nahwi dhalik li'annaha muhana. Hailazimu kufuatilia picha zilizo katika machupa au makopo na katika maboksi na katika magazeti na mfano wa hayo, kufuatilia picha zile na kuzichana-chana. Haitakie, sio lazima hivyo, kwamba nyumbani labda kuna kopo fulani la maziwa au kopo la nini, kufuatilia kuzichana-chana picha zile. Hadhi la talzam, liannaha muhana, picha hizo ni muhana, zimedhalilishwa. Si kwamba zimeadhimishwa picha zinazotiwa katika maboksi au makopo au magazeti, ni muhana, zile zimedhalilishwa. Pia walikathratiha, na kwa wingi wake, kwa wingi wa picha hizi zilizo katika magazeti na makopo na machupa, unaweza ukapata wazimu nyumbani, ukafuatilia kila kitu siku nzima, itakuwa wachana vitu. Sio lazima vitu hivyo, wanasema, sababu picha zile si muadhama, si muhtarama, ni picha zimewekwa katika maboksi, zimedhalilishwa. Waqad taqarrara fil qawaid alfiqhiyya anna almashaqqata tajlibu at-taysir. Imekariri katika misingi ya fiqhi kwamba uzito unaleta wepesi. Almashaqqa tajlibu at-taysir, uzito unaleta wepesi. Uzito ndio huo, kwamba picha ziko katika vitu vingi, magazeti, makopo, maboksi, manini. Huo ndio uzito, kufuatilia na kuharibu picha zile. Kwa uzito huo unaleta wepesi wa kuwa na hukumu ya kufuatilia vitu hivyo. Kadhalika katika makosa, taaliqu suwar, kubandika mapicha, min dhawati al-arwah, katika mapicha ya vitu vyenye roho, wa taaliquha fil majalis wa ghairiha, kubandika mapicha hayo katika majalis, vikao vya watu na sehemu nyingine, min almujassimat warusumat walmusawwarat wa adamu tamsiha, katika vile vitu vilivyopigwa picha vya mwili, vyenye mili, na picha za kuchora na picha hizi za photograph na nyingineyo. Wa adamu tamsiha, na kutozifuta picha hizo. Ni katika makosa kutofuta picha hizo zilizobandikwa katika majalis. Qala wa hadha ablaghu min mujarrad at-taswir idh huwa dhari'atun lita'dhimiha. Hili ni zaidi kuliko mujarrad wa kupiga picha, kwa sababu hii ni sababu ya kuadhimishwa picha hizo. Picha zinazobandikwa sitting room, picha zinazobandikwa katika majalisi ya watu, hizi ni sababu ya kuadhimishwa picha hizo kuliko picha hizo ambazo ziko katika maboksi na machupa na nini. Hii si muadhama, lakini zile zinazobandikwa moja kwa moja, yule uliyembandika katika ukuta wako unamuadhimisha. وقد روت عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه. Mama Aisha radhiallahu anha aliweka pazia ambalo lina mapicha. Mtume sallam akaingia pale na kuliondoa pazia lile, kwa sababu picha ile iko juu ya pazia na ni muadhama picha ile. Kwa hiyo Mtume akaliondoa pazia lile. Muttafaqun alayhi. Wa anha annahu sallallahu alayhi wasallam lam yakun yatruku fi baytihi shay'an fihi tasawiru illa naqadha. Rawahu al-Bukhari. Pia imepokewa na Mama Aisha radhiallahu anha kwamba Mtume sallam hakuwa akiwacha nyumbani kwake kitu chochote chenye mapicha isipokuwa hukichangua na kuharibu picha ile. Rawahu al-Bukhari.
وعن علي أنه صلى الله عليه وسلم أمره ألا يدع سورة إلا طمسها. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema mtume alimuamrisha asiwache picha yoyote isipokuwa aifute picha ile. Rawahu Muslimun. Fata'liqu sura min almuharramati adh-dhahira, kubandika mapicha au kubandika picha ni katika mambo yenye kuharamishwa yaliyo wazi. Wa idha kanat mujassama fal amru ashaddu, ikiwa picha ile ina mwili wa kile kilichopigwa picha, hapo jambo lenyewe linakuwa ni baya zaidi. Fayajibu ala almuslim an yattaqi Allah fi nafsi, ni lazima muislamu amche Allah katika nafsi yake. Wa yukhrija wa yukassira ma fi baitihi, na atoe na kuvunja vunja vilivyo katika nyumba yake. Min at-tasawiri almujassama wal muallaqa, katika picha hizo zenye miili na pia zenye kubandikwa. Lidhawatil arwah, picha za vitu vyenye roho. Min insanin wa hayawanin wa tairin wa nahwi dhalik, mtu, picha ya mtu, picha ya mnyama, picha ya ndege. Lakini picha za magari, picha za nyumba, picha za mabustani, hizi sio haramu. Lakini picha zinazobandikwa mara nyingi zinakuwa ni hizo picha za watu, picha za harusi. Yote haya ni mambo ya haramu. Hao wanaohalalisha, katika baadhi ya maulama kuna wanaohalalisha picha hizi za video za nini, lakini pia hawajahalalisha picha za harusi, hawajahalalisha kabisa. Wanahalisha picha hizo kwa durus. Sheikh anatoa darsa, anapigwa picha ile, watu wanastafidi wengine katika video zao au katika simu zao, ile wamehalalisha kwa dharura hiyo ya darsa. Lakini wao wote hakuna hata mmoja aliyehalalisha picha za harusi, kwamba bwana harusi aingie na makamera msikitini na moving camera, watu wanapigwa na mapicha hapo kama wako baa. La, huu ni msikiti bwana, huu ni msikiti. Fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fi hasmu. Leo watu wanaingia makamera humu, wengine ni makafiri, wale wanaopiga picha ni makafiri, wanaingia na makamera yao misikitini. Haya yanafanyika katika harusi za Waislamu. Halafu watu kwenye mihrabu hapa watu bwana harusi na wale jamaa zake kwenye mihrabu, watu wamejipanga hapa. Mambo ya kikafiri vile vile, wanaiga vile vile ukafiri, kama tu katika uwanja wa mpira hapa itwa nini, si photograph, uwanja gani itwa nani ule wa Ulaya huko la misikiti yatakiwa iheshimiwe bwana. Qala Sheikh waqana Allahu sharra al-maasi wallahu al-musta'an. Allah tukinge shari za maasi haya, na Allah ndiye mwenye kutakwa msaada kwa kuhifadhi waislamu na jambo hili. Katika makosa pia alihtifadhu bisuwar min dhawati al-arwahi lidhikra, kuhifadhi mapicha ya vitu vyenye roho kwa ajili ya ukumbusho. Kuhifadhi mapicha hayo ya vitu vyenye roho kwa ajili ya ukumbusho. Ala waraqin au mujassama, kuhifadhi juu ya makaratasi au vitu vile vyenye kupigwa mwili mzima, kuvihifadhi picha hizo kwa ajili ya ukumbusho. Qala walihtifadhu biha lidhikra la yasughu wala yahillu, kuhifadhi picha hizo kwa ajili ya ukumbusho haijuzu wala si halali. Lianna almuslima ma'murun bitamsiha wa taksiri tamathil watasawiri almujassama. Muislamu anaamrishwa kufuta picha hizo na kuvunja masanamu na picha zile zenye miili ya viumbe. Fala yasughu ibqauha, haijuzu kubakisha picha hizo na kuzitia katika maalbum na kuzifunika na kuzificha katika makabati. Yote hayo ni mambo ambayo sio yetu, ni mambo ya kizungu na kimagharibi ya kikafiri. وتقدمت الأحاديث في الأمر بإبعادها ونقضها وطمسها من أمره وفعله صلى الله عليه وسلم. Zimetangulia hadithi za kuamrisha kuweka mbali picha hizo na kuzivunja vunja na kuzifuta kutokana na amri yake Mtume صلى الله عليه وسلم na vitendo vyake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika bai'u adawati at-taswir liman yasta'miluha fi muharram, kuuza vyombo vya kupiga picha
kwa atakayevitumia katika mambo ya haramu. Yajibu an yujtanaba dhalik, ni lazima kujiepusha na mambo hayo. Lima rawa ad-Daraqutni wa ghayruhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna Allaha idha harrama shay'an harrama thamanahu, Allah anapoharamisha kitu pia huharamisha thamani yake, inakuwa pia kukiuza kitu kile ni haramu na kukinunua. inna Allaha idha harrama shay'an harrama thamanahu. وفي الحديث الآخر النهي عن ثمن الأصنام, katika hadithi nyingine kuna makatazo ya thamani ya masanamu, kwamba mtu anauza masanamu na kuchukua thamani ile thamani ni ya haramu. وقد قال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إن بيع الصور منهي عنه وثمنها حرام. أهل العلم katika waliotangulia na hao waliokuja nyuma wote wanasema kwamba kuuza mapicha kumeharamishwa na thamani yake pia ni haram. Wala shaka anna alataha laha hukmuha liamri nabii sallallahu alaihi wasallam bikasri awani alkhamri, hakuna shaka kwamba vyombo vyake picha hizo vina hukumu ya hizo picha. Yani vyombo pia vimeharamishwa, vyombo vile vya kupigia picha, kwa sababu ya amri ya Mtume sallam ya kuvunja vyombo vya tembo. Vyombo vya kunyulia tembo vimevunjwa, kadhalika vyombo vya kupigia picha vinatakiwa visiuzwe na thamani yake pia inakuwa ni haramu. Wallahu aalam.